Angekuwa mwenye kiburi asingekubali. Lakini kwa sababu Wakristo hawana kiburi, akaja tukasalimiana. Kwa sababu hawa kiburi katika maisha yao hawana. Maliza. Wakristo hawatakabari, hawana kiburi. Teremka. Wakijua haki. Hii hapo ndio kuna tatizo. Wakifanyaje? Wakijua haki. Wanaifanyaje? Wakijua haki kuyafuata. Anayo. Umesikiza maneno ya Qur'ani? Nimesikia. Unaonaje Qur'ani vile inateremka katika damu? Nimesikia ni mzuri. Yaani mzuri kabisa. Tena inawasifu wa Kristo kwamba mkijua haki mnafanyaje? Mnafuata. Asante sana. Wewe unajua haki kweli? Unajua? Unajua haki ni nini? Haki kufuata maadili. Haki ni kufuata maadili. Sasa haya maadili ni gani? Kwa sababu Wajaluo wako na maadili yao na vitu zao, Wasomali, Waborana, kila watu na maadili yao. Lakini hii haki iliyozungumzwa na Mungu ambao Wakristo hawatakubali, wakijua haki wanaifanya. Unaijua hiyo? Najua. Ni nini hiyo? Kwa sababu wewe ni msomi kuniliko, ndio mimi nikiongea na kuwa makini, kwa sababu najua naongea na msomi. Unaijua hiyo haki? Haki haujui sana. Sasa leo mimi naona kidogo naanza kukushinda kidogo. Hebu tuonyeshe Jali, haki ni nini katika Qur'ani sura ya 3 aya yake ya 19. Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Teremka. Bila shaka, bila wasiwasi, bila shaka dini ya haki. Hebu mpe. Nini inazungumziwa hapa? Dini ya haki. Dini ya haki. Mimi sijui. Nawe pia umesema hujui. Hebu tumsikie mwenye aliyetuumba anatuambiaje. Maliza. Dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni nini? Mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Hebu mpe. Anayo. Kumbe haki ambayo inazungumziwa ni dini gani? Uislamu. Sasa mimi ni Muislamu, kumbe liko katika haki, sio kweli? Na wewe ni bado. Wewe bado wapi? Wewe ni dini gani? Ukijua haki wewe ni Muislamu. Mungu anasema bila shaka dini ya haki ni Uislamu. Na kule tunaambiwa kwamba Wakristo hawatakubali. Wakijua haki huifanyaje? Huifuata. Na mimi ni Muislamu, tayari nishaijua haki na nikapata. Wewe ni Mkristo, uko tayari kuingia katika Uislamu ili upate haki? Kweli? Uko tayari? Mimi sijaamini. Hujaamini? Hebu niambie vizuri. Yaani uko tayari kabisa kuwa Muislamu? Labda baadaye. Labda baadaye. Si unaona bana, lazima tukuulize mara 2-3. Yaani utoe majibu ambayo mwenyewe moyo wako umeamua kuwafanya, kwa sababu Mungu kashasema katika Qur'ani sura ya 2 aya yake ya 256. Kuna maneno 256 inasema. Inasemaje? Na baba kidogo. Ndio. Sura ya 2 aya yake ya 256. Mwanzo aliitikia na 56. Baadaye akafikiria asema nikirudi nyumbani nimwambie bibi tayari nishakuwa Muislamu. Hapo sufuria hazifanyi kazi siku hiyo. Hakuna. Vijiko pia vinawekwa pembeni. Na kuna mambo muhimu. Twende baba. Ama ugongo na jiko. Wacha tu. Inasema hakuna kulazimishwa, hakuna kulazimishwa mtu kuingia katika dini. Mungu anasema la iqra fi din. Kwa nini? Twende. Uongovu umefanyaje? Umekwisha pambanuka. Yaani sisi tushamueleza kwamba Uislamu ndio haki, tushamaliza kazi. Maliza. Uongovu umekwisha pambanuka. Maliza. Upotofu umekwisha. Basi anayemkataa shetani ndio na kumwamini Mwenyezi Mungu imetosha. Bila shaka yeye ameshika kishiko kilicho nguvu madhubuti. Hebu mpe. Umesikia Qur'ani ndugu yangu? Sisi hatuwezi mlazimisha mtu kuingia katika Uislamu, na hata tukizungumza maneno hapa nia yetu watu wajue haki, kisha baada ya kujua haki aamue mwenyewe kufuata, kwa sababu Uislamu ni dini ambayo iko wazi, hakuna kubahatisha katika Uislamu. Kwa hiyo nikupe fursa moja mimi
Je, una swali lolote la kutuuliza? Lolote lile? Maana mimi hapa ndio sijui kabisa. Walimu wametulia hapa. Una swali lolote la kuuliza? Sina swali. Kwa nini ndugu yangu? Yaani maswali ukose kabisa. Hata swali moja. Sasa sina swali. Huna swali lolote? Kwanza tulia hapo hapo. Mahali huko tulia usikilize tu mkutano wetu. Hebu mpewe kaka mwenye viatu vya dukani. Naona baba ameingia na begi. Hata nimsaidie kwa baba. Maana viatu hivyo vya dukani. Inaonekana na dukani hili. Hebu mpe maiki tusikie. Anaye baba. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nao. Asante. Yaani asante. Sasa nilivyokupa maiki ungesema asante. Nikakukaribisha chai, kama hutakunywa unasema asante. Ikiwa ni ugali na omena sema asante. Lakini maneno ya Mwenyezi Mungu, amani ya Mungu iwe pamoja nawe. Amina. Amina ni jina. Na jina hili ni jina ambaye mama yetu aliyemzaa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaitwa Amina. Asante sana kwa kumwadhimisha mama kama huyu. Kitabu cha Biblia Yohana, msaidie baba. Nimsaidie. Msaidie. Aya 20:19 Yohana. Mambo ya Yohana 20:19 inasema. Mambo ya Yohana 20:19. Twende baba. Naye baba inasema. Haya usikize vizuri Salamu hiyo. Hii ni kitabu chenu, naona umekuja na joto. Yaani sijui kama itapoa lakini. 3. Naam. Ngapi baba? 20:19 Yohana. 20:19 mambo ya Yohana. Twende baba. Naye anasema hivi. Naam. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma. Twende. Pale walipokuwepo wanafunzi. Milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Kulikuwa kumechimbika kule, Wayahudi wanafanya bara nje. Watu wakaona leo tunaingia mapema majumbani. Wamerudisha milango yao. Twende. Akaja Yesu akasimama katikati. Alivyokuja Yesu alisimama katikati akasema nini? Akawaambia nini? Amani iwe kwenu. Mpe tena. Anayo. Amani iwe kwako. Nawe pia. Na mimi pia. Si unaona umeelewa? Mpe sasa. Qur'ani sura ya 11 aya 68. 11. 68 Qur'ani. 11:68 inasema. Naye baba 68. Na yani hapa ni mafundisho. Mafundisho tena mafundisho tunapewa bure. Hautumii bando wala hukutumii chochote. Ukiondoka hapa wewe umebeba elimu. 11:68 Qur'ani. Yes. Kama kwamba 11:69. Na wajumbe wetu. Na wajumbe wetu nini? Malaika kwa sura za kibinadamu. Wajumbe wa Mwenyezi Mungu hawa wametajwa kama malaika. Walienda kwa sura za kibinadamu. Twende. Walimwendea Ibrahimu. Waliingia nyumbani kwake Ibrahimu. Teremka. Kwa bishara, habari njema. Wakampa bishara kisha wakampa na habari njema. Teremka. Kuwa na atazaa na kujukuu. Yani umri aliyokuwa nao asiwe na wasiwasi. Atazaa kisha wale watoto watakaowazaa watapata watoto, bimaana watakuwa na wajukuu. Teremka. Na mengine na wakasema malaika assalamu alaikum. Maliza. Maana yake nini? Amani juu yenu. Asante sana. Kwa hiyo kwa mujibu wa Bwana Yesu alikuja akasalimia watu kwamba amani iwe juu yenu. Sasa Biblia tuliyokuwa nayo kwa sababu ni ya Kiswahili imeandikwa hivyo hivyo. Lakini Biblia hiyo ingekuwa ni ya Kiarabu ama lugha ya Bwana Yesu angesema assalamu alaikum. Na salamu hii sio hapa duniani tu. Kristo Islam tukiingia katika janna ya Allah, salamu hii ndio tutakayotumia. Qur'an sura ya 10 aya yake ya 10 nimpe maiki. 10 Qur'ani inasema. Na ibada yao humo, yani chai ishakuja harakisha. Twende. Na ibada yao humo itakuwa kusema. Ni kusema nini? Subhanakallahumma. Nini maana yake? Utakatifu ni wako ewe Mwenyezi Mungu. Ibada yao humo katika pepo ya Allah ni kusema subhanaka Allahumma. Utakatifu ni wako ewe Mwenyezi Mungu. Twende. Na maamkiano yao humo, salamu ambayo tutasalimiana ndani ya janna ni kusema nini? Assalamu alaikum. Mpe tena. Umesikia vitu hivyo? Umesikia. Yani salamu hapa duniani ni assalamu alaikum.
tukiingia paradise, assalamu alaikum, maana yake amani iwe kwenu, kama alivyosalimia Bwana Yesu. Umesikiza vitu hivyo? Kwa hiyo ukienda kanisani, ukiingia tu pale mlangoni, waambie watu assalamu alaikum. Hiyo ndio salamu ya Yesu. Kuanzia Jumapili, uko tayari? Maana ni mafundisho ya Yesu, sio yangu mimi. Kanisani uko tayari kufanya hivyo? Kwa sababu unampinga nani? Twende kwa swali lako, nisikukandamize na salamu. Leo uko na swali gani ndugu yangu? Jina lako naambiwa hujataja. Unaitwa nani? Naitwa Dennis. Dennis. Asante sana. Maana ungeishia Deni peke yake, watu wangeshindwa kukuamini. Kwa sababu tarehe zikisonga wewe unaitwa Deni, hawasema huyu hatumkopeshi. Lakini ukamaliza si, ni maana Dennis. Maana yake nini jina hilo? Sijui. Hujui maana yake? Hata mimi sijui. Qur'ani sura ya 19 aya yake 56. 19:56. Huyo hajui na mimi sijui. 19:56 Qur'an. 19:56. Nipeane maiki bana. Haya. Nimeona chai. 56 inasema. 56. Twende. Na. Unataka jina lake huyo? Yaani langu. Haya. Inasema. Mtaje Idrisi katika kitabu hiki. Hebu mpe. Kuna mtu anaambiwa atajwe hapo. Umemuona vizuri? Umesikiliza vizuri? Kuna mtu ametakiwa atajwe hapo. Anaitwa nani? Hebu mpe aseme tena. Ama uangalie anaitwa nani? Idris. Na mimi sijui maana ya jina langu hata mimi. Mimi naitwa Idris. Maana yake hata mimi sijui. Na wewe Dennis ufanye nini? Hujui. Kwa hiyo ngoma leo ni bila. Hakuna timu imeona lango la mwenzake. Swali lako. Yaani huyu nimeanza kumtisha, hata ile ukali aliyoingia nao ametulia. Yaani hata swali saa hizi halikumbuki. Swali lake ni gani? Uko na swali gani leo? Hiyo sura mmesoma. Quran sura ya 3:19. Sura ya 3 aya yake ya 19. Maliza. Umalize. Hapo kuna kipengele anataka kujua kati ya haki, watajua tu. Haki na kweli. Hiyo huko nikaona kwenda. Kisha na mimi naenda 14:6 hapa. Huko inasema. Bila shaka nini? Dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Hapo tu ndio nataka mpe sasa. Amalize. Ateremka. Na waliopewa kitabu Mayahudi na akina nani na Manasara, twende, hawakukhitilafiana ila na baada ya kuwaijia elimu waliokhitilafiana. Asante. Kwa sababu ya uhasidi na wadui waliokuwa kati yao. Mpaka wapi? Niendelee. Usisahau swali. Usisahau swali yako. Baada hiyo inashuka vibaya. Insima. Na waliopewa kitabu ndio Mayahudi na Manasara hawakukhitilafiana ndio ila baada ya kuwaijia elimu waliokhitilafiana ndio kwa sababu ya uhasidi uliokuwa baina yao. Na anayezikataa aya za Mwenyezi Mungu ndio mara moja Mwenyezi Mungu atamwadhibu huko akhira. Na Mwenyezi Mungu ni mwepesi kwa kuhesabu. Mpetie maiki. Ndio hiyo ndugu yangu. Hapo si inasema dini ya haki ni Uislamu. Watu wa Kristo walikataa badala kwa sababu walikuwa wamejua. Hapo hawajataja wa Kristo. Waliopewa kitabu ni nani? Wa Kristo walipewa kitabu. Si ni Biblia. Wa Kristo wamepewa Biblia. Kweli? Hebu tuambie aliyewapa Biblia wa Kristo nani? Na kwa nini hawapatie? Si ni kitabu yao wenye wana believe. Sasa haya maneno yako sisi tusiyakatae. Lakini hebu yasukume na andiko. Haya. 7:157 Quran. Qur'ani tena? Haya mpe huyo. Yaani mimi nitarudi hapo kwanza. Sitatoka hapo. Tena aya uliyotoa tamu sana 19. Na kwa sababu umeikubali nataka tuiteremke mpaka mwisho. Anasema Qur'ani na 7:157. 7:157 ambao wanamfuata mtume nabii aliye ummi, hajui kusoma
asiyejua kusoma wala kuandika. Na juu ya hivi ndio atafundisha mafundisho hayo ya ajabu, yani ya Uislamu. Ndio hiyo. Kama nimalize. Yani wewe ukija kwanza mimi nakuchanganya. Unajua baba amekuja na haya ya kukopa. Yani alipokuja kwanza salamu ilimuondoa yani kwenye timing. Haya alikuja naye ni ya kukopa. Hebu mpigie aliyokupa haya. Mwambie hapa hali mbaya. Hebu nikumbushe aya hiyo. Mwanza niendelee kusoma, nikimaliza utapata point, sawa? Inasema ndio ambao wanamfuata mtume nabii aliye ummi asiyejua kusoma wala kuandika, na juu ya hivi atafundisha mafundisho haya ya ajabu ya Uislamu. Hebu imetosha ndugu yangu. Kwa mujibu wa aya hiyo, kuna watu watamfuata mtume na huyo mtume hajawahi kwenda shule yoyote, na juu ya kutokwenda shule atakuja na vitu vya ajabu. Tena vitu hivi ni mafundisho ya dini ya Uislamu. Hebu unajua vitu hivyo ni gani? Ni nini hiyo? Atakuja na mafundisho ya ajabu. Haya mafundisho ya ajabu unayajua? Ya Uislamu. Lakini Uislamu si kuna kitabu ambacho tunafuata? Ni kitabu gani? Qur'ani ndio kinachokuja na mafundisho ya ajabu. Yaani kitabu hicho chenyewe kina maajabu makubwa sana. Huyu nabii hajui kusoma, hajaenda shule, lakini atakuja na mafundisho ya ajabu. Mfano Qur'ani hiyo Qur'ani hiyo iko na sura 114. Katika sura 114 aya 5 zilizoshuka mwanzo zilishuka suratul Alaq. Mungu anasema iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Aya 5 ziko na herufi 76. Herufi 76 ukigawanya kwa 19 inaingia mara 4. Qur'ani iko na sura 114. 114 ukigawanya kwa 19 unapata inaingia mara 6, haibaki kitu. Na aya hizo zilizotengeneza herufi 19 ni katika sura ya kwanza, suratul Fatiha, aya yake ya kwanza. Mungu anasema bismillahirrahmanirrahim. Hii ndio password namba ya kufungua Qur'an. Na wanaosoma Qur'ani kwa ubabaishaji wanajikuta tayari wamesilimu, kwa sababu hicho ni kitabu cha ajabu. Ndio mafundisho aliyokuja na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya kutokwenda shule, lakini wasomi wenyewe wameoga kwa sababu ya mafundisho aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi. Una swali la kuuliza? Yes. Hauliza sasa. Haya, nataka mnisomee 5:47 Qur'an. 5:47 Januari na Ningoje anakuja nayo. 5:47. Wala tusome 5:47. Soma, maana msipokuja mimi naendelea kabisa. Usio na wasiwasi basi. Imetajwa Biblia na kuaminia. Twende. Mahafidhi wa Biblia wametulia. Wako hapa wametulia. Inasema ndio. Na humo katika Taurati ndio tuliwaandikia ya kwamba na mtu huuawa kwa mtu, na jicho kutofolewa kwa jicho, ndio, na pua ukatwa pua, ndio, na sikio nimeenda kwingine baba. Usijali. Na hii unajua ni amri ya wale watu wanatumia Injili na Taurati. Ni kupofuana macho, mimi najua kama wametoa ngapi. Twende baba. Watu wa Injili, watu wa Injili wafanyeje? Wahukumu kwa yale aliyeteremsha Mwenyezi Mungu kabisa ndani yake, na wasiwahukumu kwa kufuata yale walioteremsha Mwenyezi Mungu, na basi hao ndio maasi. Ndio hiyo kakangu. Yes. Uliza swali lako sasa. Ndio watu wa Injili. Watu wa Injili ni wakina nani? Wakristo. Wakristo wamepewa kitabu kinaitwa Injili. Andiko. Yaani sisi hatuendi mbali. Wakristo wamepewa Injili. Sisi tufunge vyombo hivi, tuwakabidhi Uislamu, tukanyage kubwa tuondoke. Na hiyo verse yenye tumesoma imesema. Yaani imesema hiyo kwamba watu wa Injili, watu waliopewa Injili, si ni kweli? Ni watu gani hao? Si Wakristo. Hebu mpe hiyo Qur'ani sura ya 2 aya 21. 2. Wakristo Wakristo wapewe Injili na nani? Nani awapatie Injili? Twende. Qur'ani 2:21. 21. 21 inasema. Twende. Na baba 21. Enyi watu, muabuduni Mola wenu. 2:21. Ya 2:21. 121. Au 121. Au 121, sawa. Pole mwalimu wangu, ni mimi hapa. 121 inasema. Ndio.
Wewe katika ahlul kitab, kuna watu Mungu anawaita ahlul kitabu. Katika hao waliopewa kitabu Taurati moja, Injili mbili, Zaburi. Kuna vitabu vimetajwa hapo, sio? Yes. Kuna watu wameitwa ahlul kitabu, waliopewa kitabu. Yes. Cha kwanza kinaitwaje? Taurati. Cha pili Injili. cha tatu Zaburi. cha nne unakijua? Hakuna. Teremka twende, anasema hakuna. Wakakisoma kitabu hicho kama ipasavyo kukisoma, kama inavyotakiwa kisomwe, bila ya kupotoza tafsiri, wasije wakaondoa yale yaliyozungumzwa na Mungu, wala kutoa hili na kutia lile. Ndio hao waamini hii Qur'ani wakasimu. Mpe sasa, alafu beti ya baadhi. Kuna watu waliopewa kitabu, sio? Yes. Kitabu cha kwanza umesema Taurati, kisha Zaburi, yes, Injili. Yes. Wakisoma kitabu hicho wataamini nini? Wataamini Qur'an. Wakishaiamini watafanyaje? Watasilimu. Wewe unaamini Qur'ani? Hapana. Ndio hujapewa Injili hivyo. Ungepewa Injili wewe ungeamini Qur'an. Na wewe unaamini Injili? Mimi Anwari ndio anajua. Anwari wewe unaamini Injili? Ama Ngugi anakwenda. Mzee ako tayari? Kama unakunywa chai mimi ndio. Nani anakuja? Niende. Maana leo naona makoti makubwa hapa. Nimkabidhi Al-Habib Sheikh Anwari, wewe ndio amenizidi elimu. Kama kuna mahali nimekosea naomba samahani. Na kama kuna mahali nimepatia si elimu niliyokuwa nayo isipokuwa tawfiki ya Allah. Wabillahi tawfiq. 1 2 Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani wa Islamu, hebu mkono juu Waislamu waliofika. Takbir. Takbir. Waislamu takbir. Allahu akbar. Ndugu zetu katika ubinadamu waliofika, Wakristo wanaompenda Bwana Mungu na wanamwamini Yesu, na wao ni Wakristo halisi, mkono juu. Wakristo God is good and all the time, that is his nature. Kumbe Wakristo mpo, wako wengi. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe tena. Mpo msio na wasiwasi. Huu ni mkutano wa Waislamu na Wakristo kuja pamoja na kuzungumza maneno ya Mungu, kwa sababu sisi baba yetu na mama yetu ni wamoja. Baba ni Adamu na mama ni nani? Hawa ama Eve. Wewe haina haja mtafaruku. Kinachotakana ni watu kuja pamoja na kuzungumza. Ndio maana Qur'ani imesema hivi, Mtume Muhammad anaambiwa qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man tabani. Mtume anaambiwa waita watu walinganie kwa njia ya Mwenyezi Mungu. Tena watu wajadiliane kwa hikma. Allah anasema katika Qur'ani, ad'u ila Allah ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Kwa hivyo Kristo, karibuni. Huyu bwana ameuliza kama sisi Waislamu tunaamini Injili. Mpe. Unanisikia vizuri? Sululiza hivyo. Muislamu ambaye anaamini kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, ni lazima aamini vitabu vya Mungu vyote. Ukikataa kitabu kimoja, wewe si Muislamu. Hatuamini Qur'ani peke yake, bali tunaamini vitabu vya Mungu vyote. Sura ya 4:136. Sikiliza hiyo maneno kwanza. Sura ya 4:136. Na si Injili tu, tunamwamini mpaka Yesu. Muislamu atakayempinga Yesu, huyo ni wa motoni na si Muislamu. Ili uwe Muislamu kamili, kitu ya kwanza lazima umwamini Yesu na uamini mitume wengine wote na umwamini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Ukimwamini Muhammad umewasadikisha mitume wote. Ukimkufuru Muhammad umewakufuru mitume wote. Soma hiyo. Enyi mlioamini. Sikiliza, Mungu anazungumza na Waislamu, anawaambia enyi mlioamini, mwaminini Mwenyezi Mungu. Mpe. Kitu ya kwanza tumeambiwa tumwamini nani?
Mwenyezi Mungu. Unaona hiyo? Waislamu wangapi wanamwamini Mungu? Mkono juu. Wote wanamwamini Mwenyezi Mungu. Ndio maana kwa siku mara 5 wanaacha kazi zao, wanaenda wanaabudu Mungu kila siku mara 5. Lakini nyie mpaka Sunday, wengine mpaka Saturday. Hizi siku 5 mnasema ni working days. Unafanyia kazi nani? Tumeletwa hapa duniani kumfanyia kazi Mungu. Wewe unafanyia binadamu kazi? Fanya kazi zako, lakini abudu Mungu kila siku. Endelea na haya. Na mtume wake Mpe. Kisha tunaambiwa tumwamini nani? Mtume wake, ambaye mtume wake wa mwisho anaitwa nani? Muhammad. Huyo ndio wa mwisho, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Endelea. Na kitabu alichokiteremsha juu ya mtume wake. Na kitabu alichoteremsha juu ya mtume wake. Mpe. Kitabu ngapi? 1. Ambaye ni gani? Qur'ani. Maliza haya. Na vitabu alivyoviteremsha zamani. Mpe. Unasikia maneno? Tunaambiwa kuna vitabu alivyoviteremsha Mungu zamani. Tunaziamini. Gani hizo vitabu vya zamani? 3 Qur'ani ambazo tunaziamini. Vitabu vya zamani vyote tunaziamini. 3 Qur'ani. 3 Qur'ani nasemaje? Amekuteremshia kitabu kwa haki. Mungu ameteremsha kitabu hii ya Qur'ani kwa haki, kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake. Qur'ani hii inasadikisha vitabu vilivyo kabla yake, zilizokuwa zamani inasadikisha. Endelea. Na aliteremsha kitabu gani? Torati na Injili. Mpe. Unasikia maneno? Yeah. Kumbe tunaamini vitabu vya zamani. Moja inaitwaje? Injili. Rudia haya elewe. Amekuteremshia kitabu kwa haki. Tunaambiwa Mwenyezi Mungu amemteremshia Muhammad Qur'ani kwa haki. Kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake. Qur'ani hii inasadikisha yaliyokuwa kabla yake. Na aliteremsha Mungu Torati na Injili. Na mpe. Tunaambiwa Mungu kabla ya Qur'ani hii tuliamini na tunaamini kuamini vitabu vya zamani vilivyoteremshwa na Mungu. Ya kwanza, ya pili, Injili. Tunaamini. Na Injili imesema Yesu alikuwa Muislamu. Injili. Na Injili pia. Tena Yesu, si watu wanamchora Yesu kupitia Injili. Si wanasoma Injili kisha wanaleta movie. Yani the script ndo Bible, ndo gospel. Kisha wana act. Huyu Yesu ambaye wali act kutoka na script ya gospel, anafanana na Muislamu au Mkristo? Muislamu. Anafanana na Muislamu aje? Uliona nini mpaka ukasema anafanana na Muislamu? Ana madevu, anavaa kofia, tena anavaa kanzu. Kweli uongo? Na sio Waislamu pekee wanavaa kanzu. Waislamu tu wanavaa kanzu. Pia Wayahudi wanavaa kanzu. Wayahudi Waislamu. Wayahudi Waislamu ndio wanavaa kanzu. Pia Wayahudi wao. Wewe unavaanga? Uvae? Na Biblia ikikwambia uvae? Hata nikivaa kanzu yenye una believe ndio ina matter. Kwani subiri kwanza, subiri. Ukivaa hivi, ukavaa kofia, kanzu na suruali yake ambaye ni hii ni ya kitani, ukatembea barabarani, watu watasema wewe ni dini gani? Tunauliza Biblia, Biblia unataka watu waambiwe wao ni Waislamu? 16:4 Walawi. Sitatoka sana na hizi operation. Hata tukipasuliwa aje, sitarudi tu. Soma ya 16:4. Sikiza Biblia. 16:4 Walawi. Mambo ya Walawi. Wanaita Walawi, wengine wanaita Walawi. Wengine wanaita Leviticus. Soma hiyo. Ataivaa. Sikiliza ya maneno, ni Mungu anaamrisha watu kuvaa. Watavaa nini? Ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Mpe. Mungu anaita hii mavazi ya kanzu, anaitaje? Takatifu. Tena ya kitani. Usivae dira huko. Ukaenda ukatengeneza buibui ukavaa ukasema ni kanzu. Sio kanzu. Hii ni nguo ya kitani, ni kanzu. Sifa yake takatifu. Endelea. Ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Ataivaa, yani Mungu anakuambia uvae kanzu takatifu. Atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake. Kisha kuna hii suruali ya kanzu ni ya kitani mwilini mwake. Atafungwa ule mshipi wa kitani. Tena uko na mshipi wake hiyo suruali.
na atavaa ile kofia ya kitani. Angalia huko. Angalia huko. Atavaa nini? Ile kofia ya kitani. Tena anavaa kofia ya kitani. Hayo ndio mavazi matakatifu. Hayo ndio mavazi matakatifu. Kofia na kanzu na suruali yake Mungu anaita mavazi. Kwa hivyo ukivaa hizi mavazi kwa Mungu, wewe ni ukivaa kanzu takatifu, wewe utakuwa si mtakatifu. Hii kanzu ukivaa, mfano mtu ambaye ni askari, utajuaje huyu ni askari? Anavaa uniform ya jeshi, sawa Akivaa mkora, akivaa ni hatia sio hatia? Ni hatia sio hatia? Ni hatia. Kwa hivyo wewe Mkristo ukivaa hii kanzu na wewe si Muislamu, ni hatia? Hatia. Kwa nini ni hatia nikwambie? Kwa nini hatia nikwambie? Sikiza basi. Kwa nini hatia nikwambie? Mpe kwanza. Mpe namfahamisha kitu. Mpe kwanza. Mimi ndio naongea. Mpe huyu kwanza. Narudi kwako babaye. Rafiki yangu, tuongee tu ukweli, tuseme uongo. Ukivaa hivi nilivyovaa mimi, kofia na kanzu, ukapita barabarani, watu watasema wewe ni dini gani? Kumbe Biblia inataka uwe nani? Ukivaa hizi nguo takatifu, kofia na kanzu ambazo Mungu ameita ni mavazi matakatifu, ukivaa wewe na mimi nikavaa, tukapita hii barabara, watu dugani watasema wale ni dini gani? Kumbe Biblia inataka mimi na wewe tuwe nani? Wewe ukivaa, hata mimi naweza vaa. Subiri kwanza hebu kidogo, mbona unakelele? Namfahamisha wewe kitu. Ngoja nisaidie. Akikwama acha nimsaidie. Akisema umsaidie sawa. Hajakwambia mpe. Leo yeye amesema. Mpe kwanza. Amesema nimsaidie. Mpe nisikie kwake. Kaka, wewe unaitisha reinforcement. Endelea. Kwani ukiingia kaburini uingie na huyu? Utaingia peke yako. Kwa hivyo kama nikufundishana ni wewe ukifika kwa Mungu utaadhibiwa kwa dhambi ya huyu. Atasema wewe ukifa ukizikwa, huyu atasema yule alikuwa rafiki yangu na mimi nataka nizikwe. Atasema hivyo. Kila mtu atabeba dhambi yake mwenyewe. Kwa hivyo kama ni kuelewa, elewa mwenyewe na ufikirie mwenyewe. Usidanganywe na mtu, kwa sababu kanisani mchungaji ni mmoja, kanisa ni yake, na naibu mchungaji ni bibi yake na familia yake. Anawaelewesha wale vile anataka yeye. Wao hawezi wakaquestion. Ndio maana makanisa duniani ni mingi, Biblia moja. Katolika waabudu sawa na SDA, kweli urongo? MSDA anaweza enda kanisa ya Katolika? Hawezi, kwa sababu ibada ya Catholic ni Sunday na ibada ya SDA ni siku gani? Watakutania wapi? Akitaka kwenda Saturday. Akitaka kwenda Sunday. Akitoka SDA kwa sababu kuabudu anajua siku ya ibada ni siku gani? Lakini Mkatoliki anasema siku ya ibada sio Saturday bali ni siku gani? Hao watakuja kukutana lini? Catholic wanaamini SDA wamepotea, na SDA wanaamini Catholic wamepotea. Haya, niko na swali. Umepata swali nyingi. Unajua kwa nakufundisha kanzu unakataa. Hata Yesu alivaa hizi mavazi. Yakataa. Alikuwa Muislamu. Uuliza swali moja na yule aulize swali moja. Pia Waislamu kuna Shia Muslim na Sunni Muslim. Wote believe. Ulitoa wapi hiyo? Hata siku ya Eid wengine wanafungwanga Saturday, wengine wanafungwa. Hapana. Eid haifunguliwi na dhehebu. Eid inafunguliwa kwa kuona mwezi, unafungua. Usipoona fungui. The same way, kuna wenye wanafunguanga siku ya kwanza na wengine wanafungua kwa sababu wale ambao wamefungua siku ya kwanza wameona, na wale wa siku ya pili siku ya kwanza hawakuona. We are not the same. Hawakuona mwezi. Kwa sababu sisi Mtume anatuambia mnafunga kwa kuona mwezi na mnafungua kwa kuona nini? Kwa hivyo usubiri, mimi nikiwa Mombasa nikaona mwezi, nafanyaje? Nafungua.
Yule wa Nairobi hakuona, kwa hivyo ataendelea kufanyaje? Kufunga mpaka afanyaje? Na ataiona ataiona kwa zinatoka hivyo. Angalia sisi hiyo ni yetu. Unaelewa vizuri sana Lakini imani yetu ni moja. Waislamu wote ibada yao msikitini. Misikiti yote ni ya Mungu. Hawaendi kuabudu sehemu nyingine kwa sababu Qur'ani inasema wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. 72:18. 72:18 kama sijakosea Qur'ani. Sikiliza hayo maneno. 72:18. Sikiliza hayo maneno. Suratul Jin. Aya 18 inasema na kwa hakika misikiti yote ni ya Mwenyezi Mungu. Misikiti yote ni ya Mwenyezi Mungu. Mpe. Unasikia maneno? Misikiti yote ni ya nani? Ni ya Mwenyezi Mungu. Imani yetu ni ngapi? Moja. Tunaamini Mungu ni ngapi? Moja. Na Muhammad ni mtume wake. Kuja kwenye Wakristo, kwanza Biblia ziko tofauti. Kuna Biblia ya hao Protestant ambayo ni hiyo umeshika. Ya Catholic ina vitabu zaidi ya hiyo. Kweli urongo? Yani kuna extra books. Kweli urongo? Au kuna siku wataelewana? Zaidi ya hiyo tena kuna wale wanaamini Yesu ni Mungu haswa. He is fully God. Wanaamini 100% God. Lakini ukija kwenye Jehovah Witness useme Yesu ni Mungu utatandikwa bakora. Wanaamini Yesu si Mungu bali ni mwana wa Mungu. Hao ni Jehovah Witness. Wanamuwitness Jehovah, wanasema Jehovah ndo Mungu na Yesu ni mtoto wake. Kisha kuna wale wanaamini Yesu alisulubiwa hivi na wengine wanasema hapana, alisulubiwa mikono juu. Hao watu wana different faith. Kisha zaidi ya hiyo yote nakupa historia nyingine. Hizi dini za Kikristo zilipokuwa zinaingia Afrika zililetwa na missionaries. Kweli urongo? Depending on ni missionary gani alikuja ndo Afrika wakafuata. Ukienda Kisii ni SDA, ukienda Central ni Catholic. Kweli urongo? Catholic ni kanisa iliyotoka nchi ya Italy iliyotokana na Roman Catholic. Kweli urongo? Ukija SDA ni Amerika, imeanzishwa na mwanamke mwaka 1083 na mwanamke huyu anaitwa Ellen G. White. Yeye na bwanake ndio wameanzisha huko Amerika SDA. Ukija Methodist imetoka wapi? Germany. Ukija hii kanisa nyingine wanahitaji Lutheran, imetoka Germany. So hizi kanisa zote headquarters zao ni Europe. Hakuna kanisa hata moja iliyoletwa. Tulia kidogo. Naeleza historia. Kama hujui historia tulia. Hakuna kanisa hata moja iliyoletwa Afrika ambayo headquarter yake ni Israel. Hakuna. Tafuta kanisa zote. Hakuna church origin yake ni Israel. Hakuna. Na Yesu hajawahi fika Europe. Yesu ametoka Israel. Na Israel iko Middle East. Na Middle East 80% ni Waislamu. Hakuna Christianity, hakuna Judaism. Dini kubwa Middle East, mahali Yesu ametoka ambaye ni Palestine, ni Waislamu wote. Umenielewa vizuri babaye? Wanisikiza vizuri? Yes. Kwa hivyo Ukristo ni dini ya Europe, Uislamu ni dini ya Middle East, na manabii wote walitoka Middle East. Hakuna shida ataka ilitoka huko bado wanabidi. Shida iko shida wewe baba. Shida iko. Subiri. Shida iko baba. Shida iko, sema hivyo. Shida iko. Ili ujue Kenya imekuwa colonized. Ni nini inaonyesha imekuwa colonized? Si kuna zile sites kama Vasco da Gama, Fort Jesus. Hizi ni site ya kuonyesha Kenya ilikuwa colonized. Ukiikosa inaonyesha haijakuwa colonized. Ni kweli? Lazima ibaki historical site. Ni kweli? Ukristo historical site haina Israel. Hakuna one historical site ambayo ni ya dini ya Kikristo Israel. Hakuna. Historical site ya Ukristo zote ziko Europe. Zote. Ukitaka historical site ya SDA huwezi pata Israel mpaka uende mahali Ellen G. White aliishi ambayo ni Europe. Ukitaka historical site ya Catholic huwezi kupata Israel mpaka uende Italy, Rome. Lakini Uislamu ukitaka enda Palestine utapata historical site ya Uislamu.
enda Saudia, enda Middle East, yote utapata historical sites za Waislamu. Ndio dini yetu ya haki, hiyo ndio ya kweli. Yenu ni nzuri lakini ya uongo. Kwa nini? Kwa sababu hii 15:18. 15:18 Wakorintho wa kwanza. Nini sinafundisha? Wanasema nisifundishe hiyo. Haya, mpatie kwanza. Angalia baba, dini yenu ni ya uongo kwa sababu moja hii. Kwa sababu mfuati Yesu. Haufuati Yesu. Wewe ana kiherehere sana. Kiherehere. Waitwa nani? Naitwa Victor Mundi. Huyu anataka kusilimu, unamzuia. Na siwezi taka aslimu. Huwezi taka silimu? Mimi siwezi taka. Hebu mpatie. Mpe nimuulize. Huyu akikataa usilimu, utasilimu? Kwa hivyo akikataa unakubali? Huyu anasema hawezi kubali usilimu. Ni kweli hiyo maneno? He decide for you. Ni kweli hiyo? You decide for yourself. Kwa hivyo ni mrongo. Kwa hivyo ni muongo. Ukitaka utasilimu, si ni kweli? Siwezi. Ukiamua? Ukiamua unaweza silimu at your own self, sio? From your capacity. Ukiona ni ukweli utaingia, si ni kweli? Huyu jamaa anasema wewe ni muongo. You cannot decide for him. Sijasema hivyo. Decide for yourself, not for him. Sasa rafiki yangu, una swali ya kuuliza? Katika mavazi yale ambayo ulikuwa unanena katika kanzu. Uliza. Acha isome. Nini usome? Ile ayo ulimwambia asome. Ilikuwa ni gani? Nilisahau. Ukatuelezea kwa tukivaa kanzu sisi sote tutaonekana Waislamu. Ulisema hivyo? Usinisingizie. Nilisema ukivaa hizi mavazi ni dalili ya wewe kuwa Muislamu. Everything have a side. Ukiona mtu amevaa uniform ya jeshi, hakuna mtu atakuwa na wasiwasi kwa huyu ni jeshi. Watu wote wanajua ni jeshi kwa sababu ya uniform. Ukiona huyu, yuko wapi? Wanafunzi walivaa uniform. Niliwaona hapa. Kuna wanafunzi niliona wamevaa uniform. Na sisi tunamjuaje askofu wetu? Ukiona mwanafunzi amevaa uniform, huna shaka huyu ametoka shule. Askofu akivaa zile mavazi yake ya kiaskofu, unajua huyu ni askofu. Kwa hivyo mavazi ina indicate something. Umeelewa vizuri sana Umesema takatifu. Ni mavazi matakatifu. Hii si mavazi ya jeshi, hii ni mavazi matakatifu. Tunavaa kwa sababu tunaenda tunaabudu Mungu. Ingekuwa tunaenda kufanya mazoezi, tungevaa track shoes na sport shoes. Hatuendi mazoezi, tunaenda kuabudu nani? Mungu. Na Mungu anajua mavazi ambayo inafaa tuvae ambayo ni ya takatifu. Nayo akasema ni kofia na nini? Tunafaa kuvaa ukiwa takatifu ama ukiwa mwenye dhambi? Mwenye dhambi takatifu aje? Utakatifu unatokana na moyo wako. Kama wewe moyo wako ni msafi, nisikize, hizi mavazi ni indication. Ina indicate something. Kuna mwanafunzi ni mwanafunzi lakini zuzu. Ndio utasema si mwanafunzi. Amevaa uniform, anaenda shule lakini zuzu hashiki kitu. Ni mwanafunzi huyo. Ndio nakuelezea vipi. So mimi navaa hizi mavazi kwa sababu ni Muislamu. Hapo ni kwa wanafunzi. Tunaongelea Ukristo na Uislamu. Sawa, hizi mavazi matakatifu ambaye Mungu ameita matakatifu. Wanaovaa ni watu wa dini gani? Waislamu. Hata Wakristo wanavaa, ambao nimekuelezea ni maaskofu wetu. Maaskofu hawavai hivi. Tena wanavaa jinsi ilivyoeleza Qurani. Hebu soma. Si Qurani, nimesoma Biblia. Umesoma Qurani mwanzo. Subirie. Askofu anavaa kanzu na kofia. Anavaa kanzu, anafungia ile kamba, anavalia ile kofia. Haijasema kamba inafungwa kwa kanzu. Soma hiyo. 16, soma hiyo. 16:4. Kamba haifungwi kwa kanzu, kamba inafungwa kwa suruali ya kanzu. 16:4. Anasema ni Qur'an. Sio Qur'an, hiyo ni Biblia tulisoma. Mambo ya Walawi. Walawi 16:4. Ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Sikiliza, ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Haijatajwa kamba, ni kanzu takatifu hivi plain. Atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake. Suruali ndo hii. Atafungwa ule mshipi wa kitani. Huu suruali ndo umefungwa mshipi wa kitani. Endelea. Naye atavaa ile kofia ya kitani. Kisha baada ya suruali sasa ni kofia ya kitani. Hii ni kofia.
Hayo ndiyo mavazi matakatifu. Short and clear. Hizo ndio mavazi matakatifu. Upende usipende. Hebu Wakristo waliopo hapa. Wakristo yupo. Bwana asifiwe. Wakristo Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tulia kidogo. Kuna yule bwana nimemwona. Hebu rafiki yangu njoo nisalamie. Wewe umeshika bagi. Hebu njoo nisalamie. Wewe unakaa mtu wa busara kabisa. Salamu ya Mungu tu utarudi. Nataka tu nikusalamie utarudi. Unakaa mungwana kabisa. Kaka, habari yako? Nzuri. Unaitwa nani? Alfred. Alfred. Unaonaje hizi mafundisho tunayofundisha? Ni nzuri ni mbaya? Fundisho iko sawa. Iko sawa kabisa. Bwana Alfred, kuna swali yote unataka kuuliza? Sina swali. Kwa hivyo unasikiza tu unajifundisha. Wewe kuna swali? Hebu njoo. Angependa kuwa Muislamu. Swali. Alfred, ukitaka kuwa Muislamu feel free, feel at home. Una swali eh? Unaitwa nani? Naitwa Morris. Morris, dini yako gani? Mimi ni Mkristo. Unaonaje mafundisho ya Waislamu? Mafundisho ni mazuri lakini kuna mahali tunatofautiana. Kuna mahali tunatofautiana. Kwani unataka kuwa Muislamu au una swali? Mi hapo mahali unasema mavazi. Huo mshipi hakuna mahali umetaji unafungwa. Unafungwa kwa suruali ama kwa kanga. Oh, haya kaa pale. Nikufundishe. Kaa. Songa ndani. Bro. Songa ndani. Kuna mwingine na swali? Manake sina muda sitaka ndani. Kumbe ile kiere yote uliposikia sio kiere, manake jana nikapita mkisema Yesu sio Mungu, ndiposa nikaja. Haya, nikuelezea Kristo kwa kaka mavazi kwanza tuyaweke kanga. Wewe ni Mkristo kweli? Mimi Mkristo. Wewe si Mkristo? Na nimeokoka Yesu Bwana. Wewe si Mkristo babaye. Tusidanganyane bwana, wewe si Mkristo. Mimi Mkristo. Una hakika wewe ni Mkristo? Mimi Mkristo. Nini inaonyesha wewe ni Mkristo? Nimeokoka. Nani? Nipe aya kwenye Biblia mtu akiokoka na kuwa Mkristo. Aya, ukiokoka unakuwa Mkristo. Aya kuonyesha mimi Mkristo. Wewe nimekuuliza nini inaonyesha wewe ni Mkristo? Ukasema nimekubali Yesu Kristo ndo maana mimi Mkristo. Kwani ukimkubali Yesu Kristo unakuwa Mkristo? Nakuwa Mkristo. Andiko linasema ukimkubali Yesu Kristo unakuwa Mkristo. Leta. Hakuna. Leta. Sina andiko. Sasa kumbe baba, hatuendi kelele. Hapa unatoa evidence. Huna unasema sina, unafundishwa. Na ukijua unanielezea ndugu. Umesema huna, sawa? Uko tayari nikufundishe? Nifundishe. Mfuasi wa Yesu anaitwa nani na anaenda wapi? Kitabu cha Luka 4:16. Nakufundisha na maandiko mimi. Mimi ukiniuliza wewe ni Muislamu nakwambia ndio. Evidence ni nini? Natoa. 4:16 Luka. Sikiliza hiyo. Akaenda Nazareti. Huyu ni Yesu akaenda Nazareth, mahali amezaliwa. Hapo alipolelewa. Huko ndo mahali amelelewa. Na siku ya Sabato, mpe kwanza. Unajua siku ya Sabato ni siku ya kufanya nini? Siku ya kuabudu. Siku ya ibada. Kumbe siku ya ibada Yesu alifanyaje? Mpe endelee. Na siku ya Sabato, na siku ya ibada akaingia katika sinagogi. Yesu akaingia katika sinagogi kwenda kuabudu siku ya ibada, kama ilivyokuwa desturi yake. Mpe. Kama ilivyokuwa desturi yake. Nini maana ya desturi? Kawaida. Kumbe kawaida Yesu akitaka kufanya ibada anaenda nyumba inayoitwaje? Sinagogi. Nini maana ya sinagogi? Kwa sababu sinagogi ni Kiyahudi. Kwa Kiswahili maana yake nini? Ama Kiebrania. Ni Kiebrania. Kiswahili maana yake nini? Wayahudi wamejenga nyumba ya ibada. Kwa Kiyahudi inaitwaje? Tuambie. Inaitwaje Kiyahudi? Synagogue. Na Yesu akaenda akaabudu kwa hiyo nyumba ya ibada inayoitwa synagogue. Kiswahili maana yake nini? Sijui maana yake kwa Kiswahili. Nikufundishe? Kabla unifundishe. Mimi sikufundishi na maneno yangu. Biblia. Ndio nakuelezea ndugu. Baba subiri. Pole pole. Umesema kwa Kiswahili hujui? Umeenda kwa sinagogi na pia mimi nakwambia God is the husband of churches. Churches ni mimi sijaongelea Mungu kuwa husband ama wife. Naongelea hivi, nisikize vizuri. Naongelea hii nyumba ya ibada ambayo Yesu ameingia ndani na ilikuwa desturi yake kufanya ibada huko. Kiswahili inaitwaje? Umesema hujui? Sijui. Tunauliza Biblia. Wewe Biblia.
hii sinagogi ambayo Wayahudi wamejenga kwa Kiswahili inaitwaje? Ukurasa wa 1000. Ukurasa wa ngapi hiyo? 1229. 1229. Inasemaje sinagogi maana yake? Sinagogi. Sikiliza huko Msikiti wa Wayahudi. Rudia tena. Sinagogi. Sinagogi maana yake msikiti wa Wayahudi. Mpe. Kumbe Wayahudi wamejenga nini? Msikiti. Na Yesu desturi yake anaingia wapi? Sinagogi. Kufanya nini? Kuabudu. Kwa hivyo Yesu akienda msikitini kuabudu, dini yake inakuwaje? Sijasema hivyo. Haya, wewe ambaye unamfuata Yesu, kama Yesu, desturi ya Yesu, ikifika wakati wa ibada, unafaa kwenda wapi? Kanisani. Rudia, mpe rudie. Rudia, sinagogi maana yake nini? Sinagogi. Sinagogi. Msikiti wa Wayahudi. Mpe. Yesu wakati anafanya ibada, kwa sababu ni Myahudi, akakuta Wayahudi wamejenga nyumba ya ibada, inaitwaje? Sinagogi. Kiswahili wamesema ni msikiti. Kwa hivyo ukimfuata Yesu, ikifika wakati wa ibada, mnaingia wapi? Kanisani. Rudia tena, utaelewa tu. Mtarudia tena. Wewe unapinga Biblia? Sinagogi. Sinagogi ambayo Yesu ameenda kufanya ibada, Kiswahili maana yake nini? Msikiti wa Wayahudi. Mpatie. Mungu anasema Biblia, usiongeze wala usitoe. Ukiongeza Mungu anakuongezea nini? Mapigo. Na nipige. Sawa. Ili usipigwe na Mungu, Yesu na wewe mkifuatana, mkiingia wapi? Kanisani. Unaongeza andiko? Kanisani. Leta andiko. Mpe. Leta Biblia. Soma hiyo hapa hiyo. Maana yake soma sinagogi. Wewe leta Biblia. Soma hiyo 14:6. Biblia. Hebu mpatie dada. Kitambo unafanya research, mpe huyo dada. Dada, habari yako? Unaitwa nani? Zubeda. Unataka kuwa Muislamu? Nilikuwa Muislamu. Lakini venye nilioleka nikachange. Ulioleka? Uliolewa na nani? Mkristian. Na Mkristian. Yeah. Ukachange imani. Na leo umejua dini ya Uislamu ndio dini ya Mungu, si ni kweli? Yeah. Uko tayari kurudi? Umeamua kurudi Uislamu? Ama una swali? Asina swali. Umeamua kurudi Lazima niongee na huyo, nisikizane naye kwanza. Usikizane na nani? Bwanangu. Huyo wa nyumbani mwako? Niulize Yesu. Nimuulize Yesu? Sawa, nimuulize Yesu kama unafaa kwenda kusikizana na yeye, nimuulize? Sawa, tumuulize Yesu, sio? Yeah. Yesu, huyu anasema anarudi nyumbani huko kwenda kuuliza watu wake wa nyumbani. Unasemaje? 10:34 Mathayo. Yesu anatushauri sasa, sikiliza. 10:34 Mathayo. Niondoa hivyo. Ondoka hivyo, lakini umeelewa. Asije Mkristo damu. Mkristo damu Yesu Muislamu damu. Haya, wewe na Yesu mwende mpambane. Soma hiyo 10:34. 10:34 Mathayo. Yesu Muislamu damu, wewe Mkristo damu. Haya, soma hiyo. Inasema, sikiliza dada msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. 32. Adui wa mtu. Basi kila 36. 36 inasema, na adui za mtu ni wale. Pole baba. Na adui za mtu ni wale. Adui za mtu, yani dada, adui zako ni wale wa nyumbani mwake. Mpe. Unasikia maneno? Yesu anakuambia adui yako yuko wapi? Nyumbani. Mpe, endelea sasa. Endelea na andiko. Na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Apendaye baba, yule ambaye anapenda baba au mama kuliko mimi, hanistahili. Unasikia? Mpe. Kwa hivyo ukipenda mtu wa nyumbani mwako kuliko Yesu, hustahili nani? Hustahili Yesu wala Mungu?
kwa sababu wao kifo kiingia kaburini unazikwa wewe kama wewe. Bwanako hataingia kaburi na wewe. Ukifa anaoa mke mwingine, kweli urongo? Atabaki bachelor. Baki ukifa ukiingia kaburini anaoa mke mwingine. Naye akifa wewe utabaki bachelor. Si utolewa na mwingine. Kwa hivyo hapa duniani ni temporary life. Inachotakikana ukiwa hapa duniani umtumikie nani? Mungu. Usitumikie binadamu, usitumikie bwanako wala babako wala mamako. Make your own decision kuhusu Mungu. Hiyo ndo advice yetu. Mpe. Usha decide au bado? Uta decide pole pole? Yeah. Oh, sawa. Haya. Mpatie huyu aliyevaa nini? Kuna mtu ana swali? Mkristo mwenye swali? Niko naye. Wewe ushauliza. Mtu ambaye hajauliza ambaye ana swali ya kuuliza. Mkristo mwenye swali ya kuuliza. Ebo Islam mkono juu. Takbir. Takbir. Hebu mpatie huyu mwenye reflector. Kaka, una swali yako? Hiyo Swali ni gani? katika dini ya Kiislamu. Katika dini ya Kiislamu, Mko na zile amri 10 za Mungu. Amri 10 za Mungu, yani kama tuko nazo. Ndio. Oh, haya. Nani sasa? Haya, Salim Ngugi au Karaoke nani? Haya, Karaoke. Huyu bwana anataka afundishwe. Anaulizwa, nyinyi katika dini ya Uislamu mnazo hizo amri 10? Sheikh Hassan Karaoke Githenya Gitahi. Huyu alikuwa Mkristo damu, akaona hapa hamna kitu, akahama akakuwa Muislamu damu. Haya, karibu Hassan Karaoke. Naam kakangu. Utake kuramba? Habari yako? Njema. Kwa salama. Kabisa. Unaitwa nani? Nafikiri umesikia jina langu. Ndani ya Yesu ni mzima kabisa. Ndani ya Yesu. Ndio. Kwanza wacha nikusalimie na salamu. Mimi mnasalimianaga namna gani? Ndio sisi tunasalimiana asalamu alaykum. Salamu kwa Kikristo sijaiona kwa Biblia mahali kumeandikwa salamu. Hadi lazima usalimiane hivi. Hiyo hujaiona? Bana, sijaisikia kitu kama hiyo. Hujaisikia? Na leo ukisikia itakuwaje? Na leo ukisikia mambo ya salamu utasikiaje? Itategemea. Itategemea. Ndio. Hebu tuone kama itategemea. Mimi siendi kwa mwingine. Naenda kwa yule wewe unapenda. Kati ya Muhammad na Yesu unampenda nani? Yesu. Unapenda Yesu? Yeah. Basi naenda kwa Yesu. 20:19 Yohana. Nyinyi ndio mjui salamu. 20:19. Ni vitabu hamsomi. Kama mngekuwa mnasoma vitabu, mngekuwa mnajua mambo mengi. Lakini uona ngojea mpaka Jumapili mchungaji aende kusomea. Inasema hivi. Lakini sisi tunasomanga zote vitabu. Tunaona vitabu, kija Biblia tunajua, kija kwa Qurani tunajua. Ukienda kitabu cha Wahindi, tunasomanga vile vitabu za Wahindi zinaitwa Septuaginta. Ukiniuliza mambo ya Wahindi nitakuuliza hata mpaka Makalasinga. Nyinyi mnasoma kitabu moja tu. Tunasoma vyote. Ngoja utaniuliza. Wewe kwa tumalize. 20:19. Anasema itategemea. Tuone kama itategemea. Inasema ikawa jioni. Siku ile ya kwanza ya juma. Ndio. Pale palipokuwa. Pale palipokuwepo wanafunzi. Ndio. Milango imefungwa. Ndio. Kwa hofu ya Wayahudi. Akaja Yesu. Akafanyaje? Akasimama katikati. Kama vile mimi nimesimama katikati ya watu, lakini mimi ujue sio Yesu. Inasema akasimama katikati yao. Wewe mwenye kupatia maneno. Wewe ngoja kwanza asikize. Wewe kaa chini hapo, swali lako utakuja hapo uulize hapo. Sikiza kwanza, rudia tena hata kwa sikii. Wewe tulia hivyo hivyo. Inasema hivi. Ikawa jioni. Ndio. Siku ile ya kwanza ya juma. Pale palipokuwepo wanafunzi wake. Milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Ndio. Akaja Yesu. Ndio. Akasimama katikati. Amesimama katikati kama vile mimi niko mkutanoni katikati, lakini mimi sio Yesu. Akawaambia amani iwe kwenyu. Mpe. Yesu amekuja amekuta watu, amewasalimiaje? Amani iwe pamoja nani. Hebu tafsiri kwa Kizungu. Kwa Kiswahili. Hiyo ni Kiswahili. Kwa Kizungu. Peace
be with you. Peace be with. Kwa Kiislamu hiyo sijui. Assalamu alaikum. Yes. Sasa nyinyi ndio mtaki salamu za Yesu. Nyinyi mnasalimiana Bwana asifiwe. Si kweli? Kweli. Mlitoa wapi? Hakuna kwa kitabu hiyo salamu. Hakuna kabisa kwa kitabu yote. Ufungue kuanzia Mwanzo Genesis 1:1 up to Revelation of John 22:18. Hakuna. Salamu aliyokuwa anafundisha manabii ni peace be upon you. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi. Na wewe unasema na nyinyi pia. Namna hiyo. Lakini nyinyi hamtaki hiyo. Leo unataka zenyu. Hata ile agota. Gota unagota wapi? Hakuna. Salamu za vitabu ndio hiyo. Kwa hivyo kuanzia leo huwa unasalimiana namna hiyo. Tukutana na wewe amani. Hata kama hutaki kusema Kiislamu, wewe sema amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe na wewe pia. Peace be upon you. Hivyo tu. Nafikiri umeelewa. Sasa hapo utafikiria. Hiyo ni maneno ya kufikiria ama ni maneno ya kuweka kwa moyo? Haya, twende kwa swali lako sasa. Umeuliza swali ukauliza, je, Uislamu uko na sheria 10? Sisi hatuna sheria 10, tuko na sheria ma1000 na ma1000 ya sheria. Hata Musa hakupewa sheria 10 peke yake. Sheria za Mungu ni nyingi. Hosea 8:12. Sheria za Mungu ni mingi kakangu, si sheria 10 tu. Wanasema 10 tu. Hata ukiingia Kumbukumbu la Torati peke yake, sheria za Mungu ni mingi. Soma Hosea 8:12. Hosea 8:12 nasema. Inasemaje? Nijapomwandikia sheria yangu katika amri 10,000. Mpe amri 1000 ngapi? 10. Na wewe unasema sheria ngapi? Lakini zile 10 zenye Musa alipewa. Zile zenye Musa alipewa, hizo zingine 10,000 ile ya kwanza ni gani ya Musa? Sheria kubwa ya Musa ni gani ya kwanza? Sheria kubwa. Ile ya kwanza. Worship no other god but me. Umwabudu Mungu? Usimwabudu Mungu mwingine ila mimi. Wewe Mungu wako ni ngapi? Ni mmoja. Anaitwa nani? God, only God. God ni kizungu. Ndio, huyo ndio Mungu. 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 God ni sifa. Sasa hakuna jina lingine unaweza muita God, only God, but we translate in many languages. Na Yesu alikuwa anamuita Mungu aje? Baba. Baba? Si Yesu alimuita Mungu Baba, ndio? Kabisa. Ndio, akasema Mungu ni Baba. Okay, asante sana. Yesu alisema Mungu ni Baba. Wacha nimuulize usiku unatoroka, angalia sasa anatoroka. Sasa unatoroka utaelewa nini? Toroka nilikuwa nakaa vizuri. 27:45 Mathayo. Kitu rahisi tu. 27:45 Mathayo. Bana anakaa vizuri. Leo mpaka ukae vizuri. Maandiko inasema hivi. Basi tangu saa 6. Ndio. Tangu saa 6. Palikuwa na giza juu ya nchi yote. Unasema baba ni sifa. Baba ni sifa. Neno baba ni sifa. Si Mungu. Baba. Baba ni sifa. Kama vile ukisema baba, kila baba hapo na jina lake. Ukisema rais ni sifa. Kila rais anakuwa na jina lake. Soma. Inasema hivi. Basi tangu saa 6. Tangu saa 6. Palikuwa na giza juu ya nchi yote. Ndio. Hata saa 9. Na kama saa 9. Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu. Akasema Eloi, 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 lama